Kuna wakati kwenye maisha tunapitia kwenye vipindi ambavyo kunakuwa na pressure kubwa sana ya kuperform au kufikia malengo. Mfano kama kipindi hiki ambacho tuko mwisho wa mwaka, ofisi nyingi zinakuwa na targets za kufikia. Lakini hapo wanafunzi, uwe ni mfanyabiashara, kuna vitu ambavyo unataka kuachieve kabla mwaka hujaisha. Kuna targets, kuna KPIs huko maofisini. Kama ni mfanyabiashara, unataka kufunga mahesabu, unataka kuhakikisha umefikia malengo fulani. Kuna vitu ambavyo unahitaji kufikia. Lakini pia kuna wanafunzi ambao wanaenda kuanza chuo first year, na yenyewe inakuja na pressure nyingine kubwa. At the same time, wakati una struggle kupitia hivi vitu, wiki chache zilizopita kama taifa tumepitia changamoto ambayo imeathiri kila mmoja kwa namna moja au nyingine. Kwanza nianze kwa kusema kwamba timu nzima ya Dr. Rafiki Africa tunatoa pole kwa watu ambao wamepotelewa na ndugu zao, wamepotelewa na familia. Poleni sana. Tunaomba kwa ajili ya amani ya nchi, lakini pia tunaomba Mungu awape faraja na kutuwezesha kama taifa kuvuka katika kipindi hiki. Na sasa katika kipindi hiki bado maofisini tuna targets za kufikia, especially kama mtu anafanya kazi kwenye corporate area. Tuna targets kabla za mwisho wa mwaka. Mashuleni kuna kazi lazima wanafunzi warudi wasome wafanye. Wewe ni mfanyabiashara, kuna kufunga mahesabu ya mwaka, lazima target fulani ufikie. Kuna stress kubwa kuna pressure kubwa ya kufikia vitu na kuwa productive, lakini at the same time akili zetu zimepitia changamoto ambayo inatengeneza stress kubwa. Wewe unatakiwa kufanya kitu, unajua kwamba unatakiwa kukifanya, lakini unaona akili yako haina uwezo wa kukifanya. Hi Rafiki, mambo vipi? Naitwa Juliet Seba, ni daktari na mtafiti katika sekta ya afya Tanzania. Karibu ungane nami katika podcast hii ya Afya Rafiki kila siku ya Alhamis. Lengo ni kukupatia taarifa zitakazokuwezesha kufanya maamuzi bora juu ya afya yako, familia na jamii inayokuzunguka. Naitwa Juliet Seba, ni daktari na mtafiti katika sekta ya afya Tanzania. Na leo tunaenda kuongelea hatua 6 ambazo unaweza kuchukua, practical steps ambazo unaweza kuchukua kukusaidia kuweza kuwa productive au kuongeza ufanisi wako katika kipindi ambacho unapitia msongo au stress. Kwa hiyo jinsi gani unaweza kuwa productive katika kipindi ambacho unapitia stress, kwa sababu hivyo vipindi vipo, lakini maisha hayasimami. Inabidi tuendelee, turudi maofisini, turudi mashuleni, turudi kwenye biashara. Kwa hiyo tunaenda kuongelea steps ambazo unaweza ukapitia ili kufika hapo. Kwanza nikwambie, kila mtu anapitia stress, na unachokiona kwenye mwili wako unapogoma kufanya kazi, pale ambapo unafika kazini unaenda unakaa siku nzima, kitu ambacho ulikuwa unaweza kukifanya kwa muda wa lisali moja unakuta umemaliza masaa 4 na haujakifanya, ni mwili wako unakuambia pause. Mwili wako unakuambia pause. Kwa sababu ngoja nikwambie rafiki yangu, hata kama wewe haukufiwa katika kipindi hiki, lakini ile hali ya sintofahamu iliyokuwepo imekuathiri, na kwa sababu hiyo kwa njia moja au nyingine umeathiriwa. Tunapopitia kwenye changamoto kama zile, kuna vichochezi au hormones ambazo zinatengenezwa kwenye miili yetu ili kutuweka tayari kupambana, ile tunayosema flight or fight, lakini pia ili kutuweka salama. Yani mwili wetu unakuwa kwenye hali fulani ya kuwa tense, na kwa sababu ya hizo hormones kwa muda mrefu ndo unakuta kuna ziada vitu kama cortisol na adrenaline zikikaa muda mrefu ndo zinakuwa secreted. Unakuta kuna vile vitu kama mfano mtu unakuwa irritable, unakasirika haraka, unashindwa kupata usingizi vizuri. Kuna watu wengine vipindi kama hivi appetite, mtu anakwambia sina hamu ya kula tu, sijisikii kula. Kuna mtu mwingine hataki kukaa na watu, anajisikia withdraw, hataki kufanya zile activities alizokuwa anafanya kila siku. Zote hizo ni dalili mbalimbali zinazotokana na ile pressure ambayo umepitia, msongo wa mawazo ambao umepitia, au stress ambayo mwili wako unapitia. Inaweza isiwe directly
kwamba wewe hapo umepigwa, lakini kwa sababu ya ile hali iliyokuwa inaendelea kwa namna moja au nyingine, taarifa ambazo umekuwa ukizipokea kwa namna moja au nyingine zimefanya umeathirika, mwili wako umeathirika. Na unapoona mwili wako unagoma kufanya au kufuata kile unachotaka ufanye, na maana mwili wako unajaribu kukuambia pause. Na katika kipindi kama hiki, the more unavyojilazimisha kwa nguvu kufanya kazi au kufanya kila kitu kama vile hamna kilichopotea, hamna kilichotokea, yani like kazi iliyokuwa unaifanya kwa masaa 3 urudi unajilazimisha kufanya kwa masaa 3, unakunywa kahawa, unakesha, it's the more you're making things worse. Yani ndo unavyozidi kuharibu, unavyozidi kupa stress mwili wako, kwa sababu ina maana hata kile kiwin kidogo ambacho ungepata, yani kitu kidogo ambako ungefanya mwili ukafurahi, kwamba ukapata dopamine hormone, kwamba umeweza kuachieve kitu hakipo. Kwa hiyo unazidi kuweka mwili wako kwenye stress zaidi na hakuna utakachoweza kufanya. Sasa nini tufanye? Kwa sababu kwenye vipindi kama hivi huwezi kufanya maamuzi yanayoeleweka. Kama wewe ni mtu ambaye unafanya kazi kwenye creative space, mfano watu wachoraji, watu wa muziki na nini, unaweza kukuta wakati mwingine hata ideas hauna kwenye kazi. Lakini pia overall health ya mtu, afya ya mtu kwa ujumla inaathiriwa, kwa sababu kama mtu hawezi kula vizuri, hatoki kuinteract na watu, wafanye mazoezi, hapati usingizi vizuri, ina maana afya yake moja kwa moja inaathiriwa. So kitu cha kwanza kabisa ambacho ni muhimu sana kufanya ni pause. Yani kubali kwamba mwili wako umepitia changamoto, mwili wako umepitia msongo wa mawazo, lakini pia una stress na unahitaji kupumzika. Na mojawapo ya njia ambazo unaweza kutumia kupause, kwanza pata usingizi wa kutosha. Lala usiku jamani. Jitahidi lala, pumzika usiku. Lakini even during the day kuna njia mbalimbali ambazo watu wa saikolojia wanatufundisha kwamba zinaweza kutusaidia kureset mfumo wetu wa nervous system, kukufanya urudi katika hali ya utulivu. Hasa pale ambapo unajikuta unajisikia kama mawazo yanakimbia, you're overwhelmed, yani unasikia kama vile upige kelele fulani hivi au umchape mtu kibao. Kuna njia mbalimbali. So mojawapo ya techniques ambazo tunafundishwa ni breathing techniques, au njia ya kupumua ambayo inaweza kusaidia kukam au kutuliza mawazo yako, kutuliza mfumo wako wa fahamu, kurudi uwe kwenye hali ya kawaida. Hii unaweza kutumia, inaitwa 478, kwamba tunavuta hewa kwa sekunde 4, tuna hold ile hewa, yani tunaishikilia kwenye mapafu kwa sekunde 7, tunaitoa kwa sekunde 8. Kwa sekunde 8 maana yake ni kwamba yani unaitoa taratibu mpaka sekunde 8 zote ziishe. Hebu tujaribu. Tunavuta, mimi nitahesabu, naomba tufanye wote. Tunavuta kwa sekunde 4, tunakaa nayo ndani ya mapafu kwa sekunde 7, halafu tunatoa kwa sekunde 8. Haya. Tuvute. Naamini umefuata na mimi na zimefika 8. So hiyo ni njia mojawapo ambayo unaweza kutumia unapokuwa kwenye mazingira ambayo unajisikia stress, unajisikia uko overwhelmed. Mfano kazini, iwe njiani, sehemu yoyote, unajisikia uko stressed, uko overwhelmed, unataka kupause, you can do that. Unaweza kutumia hiyo njia muda wote, itakusaidia kuwa kawaida. Saa nyingine hata kabla ya kufanya decision, saa nyingine hata umeingia ofisini lakini yani uelewi kitu. Unajua kwenye mazingira kama haya ambayo mwisho wa mwaka there's stress to perform na tayari unajisikia uko tensed, unaweza kusikia kupiga kelele.
nenda washroom dada. Vuta hewa kwa sekunde 4. Shika kwenye mapafu yako kwa sekunde 7. Iachilie taratibu kwa sekunde 8. Hapo utakuwa umeweza kutulia sasa, angalau kurudi kwenye hali yako ya kawaida. Njia ya pili ambayo, au hatua ya pili ya muhimu sana. Kwanza tumesema pause. Pumzika. Ukubali mwili wako kwamba unahitaji kupumzika. Mwili wako una stress na unahitaji kupumzika. Unahitaji utulivu. Ya pili tunasema identify and prioritize. Tambua nini kinakupa hii msongo wa mawazo, alafu panga kwa vipaumbele. Kwa njia hii unaweza kuandika. Mojawapo ya njia nzuri sana za kusaidia kuimprove kwenye swala zima la msongo wa mawazo au kusaidia kukabiliana nao ni kuandika. Unaweza kuandika chini ni vitu gani vinakufanya unasikia hiyo hofu au huo msongo wa mawazo unaopitia. Inawezekana ni kwamba una bili za kulipa na hauna hela kwa sasa. At the same time una watoto wanaotakiwa kwenda shule, kulipiwa ada ya wanaingia shuleni au wanaingia semester nyingine au muhula mwingine, na bado ada haijapatikana, na ndo biashara ulikuwa unategemea na ndo biashara imepitia changamoto. Kwa hiyo una hilo nalo. Inawezekana ni mtoto anahitaji kitu fulani, inawezekana ni kazini kuna report na deadline unatakiwa kutoa, inawezekana una paper unatakiwa kupublish kama mimi na hujafanikiwa bado. Unadaiwa na supervisor wako kule shuleni. Vitu mbalimbali andika chini, and then from there gawa ni vitu gani ambavyo una control navyo, kwamba unaweza kuvifanya wewe, viko ndani ya uwezo wako, na ni vitu gani haviko ndani ya uwezo wako. Vile ambavyo haviko ndani ya uwezo wako weka pembeni. List utakayofanya nayo kazi ni ya vile vitu ambavyo viko ndani ya uwezo wako kuvifanya, let's say kwa wiki zilizobaki mpaka mwisho wa mwaka huu. Sawa? Sasa katika vile vitu ambavyo tumeviandika kwamba tunaweza kuvifanya, ndo tunakuja kwenye kuprioritize. Nini kianze? Sasa hapo unaweza ukajiwekea malengo matatu. Kwamba baada ya kufanya vitu vyote 15 na viandika kwenye to do list yangu ya leo, na vigawa vitu vitatu. Vifanya 3 vya kwanza naweka tiki, naenda 3 vingine na ikatiki. Kwa hiyo kwa siku naweza nikawa nimejiwekea masaa yangu ya kazi, labda nitakuwa na masaa ya kazi asubuhi, na hivi ndio vitu 3 nitakavyovifanya. Unapofanya hivyo unajipunguzia wewe ile mental pressure ya kwamba lazima nifanye hivi vitu vyote at once na lazima viishe vyote leo. Hapana. Unapofanya hivyo tayari unajiongezea wewe pressure. Kwa hiyo unaweza ukaweka hivyo kwamba kuna vitu ambavyo nitavifanya 3 leo, 3 kesho, 3 siku inayofuata, au 3 asubuhi. Nitakapopata muda mwingine nitavifanya tena vingine 3. Hiyo ni hatua ya pili. Kwamba tambua ni vitu gani vinakupa stress, andika vyote, tenga vile ambavyo viko ndani ya uwezo wako na vile ambavyo viko nje ya uwezo wako. Ambavyo viko nje ya uwezo wako weka pembeni. Mtu mmoja alinifundisha akaniambia, kama kitu kiko nje ya uwezo wako usikiongelee, usikizungumzie wala usikifikirie, kiweke pembeni. Kiko nje ya uwezo wako, kitakustress tu. Chukua vile ambavyo viko ndani ya uwezo wako kufanya, kwamba hivi ndio vitu ninavyohitaji kufanya. Vigawe, weka priority kwa vipaumbele, kwamba nitaanza kufanya hivi 3, nikimaliza nitafuata hivi, nikimaliza nitafuata hivi. Anza kufanyia kazi. Hatua yetu ya 3 tunayoenda kufanya ili kuboresha ufanisi wetu wa kazi katika kipindi hiki cha msongo wa mawazo au kipindi cha stress ni kutengeneza ratiba ya kila siku kwa malengo. Sawa. Kwa hiyo tumeshajua vile vitu vyetu 3 ambavyo tutakuwa tunavifanya, zile tasks zetu ambazo tumezipanga kutokana na vipaumbele. Sasa kwenye ratiba yetu ya kila siku, ili kila siku upate nguvu ya kuamka, unahitaji kujua leo au kesho nikiamka nataka kufanya nini. Kwa hiyo yale mambo yangu 3 nimeshajua. Kesho nikiamka nitaongea na supplier kutoka wapi, Kariakoo,
nitaongea na winga, nitaongea na mtu fulani kama wewe ni mfanya biashara. Haya, wewe ni wa corporate, kesho nikiamka nitafanya coordination ya kitu fulani, nitafanya hiki, nitafanya hiki. Kwa hiyo tengeneza ratiba yako ambayo inakuwezesha kujua utakuwa unafanya nini kwenye siku inayofuata. Kwenye ile ratiba hatuweki yale mambo yote. Remember, tumesema tunaweka zile task zetu 3. Zitakapoisha zitafuata 3 nyingine. Na unapopanga ratiba yako iwe flexible, kwamba hapa katikati unaposikia kwamba umechoka, take breaks during the day, yani take breaks. Chukua mapumziko. Ukisikia umefika sehemu uko overwhelmed, fanya the breathing technique, nenda katembee nje dakika 10, rudi. Hivyo taratibu. Mmoja wapo ya siri kubwa ya kufanya kazi kwenye vipindi kama hivi ambavyo pressure ni kubwa ni pause. Yani lazima ujifunze kupause, lazima ujifunze kuibeba akili yako. Unaibeba kama yai, yani unaibeba kama yai taratibu. Kwa sababu ukijifanya unaenda na pressure, the productivity yako, you can actually go back to 0. Yani usifanye kitu chochote cha maana, sawa? Au ukafanya vitu lakini havina ubora. Kwa hiyo ufanye vitu vya ubora. Ni muhimu kuchukua breaks, ni muhimu kuangalia akili yako inaendaje taratibu. Na mtu mmoja alinifundisha, akaniambia, unapopanga tasks zako kwenye vipindi kama hivi, anza na vitu ambavyo wewe unaviona ni virahisi na unaweza kuvifanya kwa wepesi. Mfano, kama wewe ni mtu ambayo coordination kwako ni jambo rahisi, kuna watu unahitaji kuwapigia simu, kuna vitu manyo vya kufanya, yani mfano panga makaratasi fulani, panga ofisi yako. Kama kuna task kama hizo kwenye ile mstari wako, weka hivyo vitu. Panga nyumba yako, fagia, yani task fulani rahisi. Kwa sababu ubongo uko hivi, unapofanya task kama uliweka kwenye zile task zako 3. Na mimi kwenye vipindi kama hivi huwa naandika the simplest things, yani vile vitu simple ambavyo siku nyingine huaga navifanya kwenye airplane mode, yani automatically. Vipindi kama hivi naviweka kwenye zile task zangu 3. Lengo ni nini? Nikikifanya I celebrate. Ninajishangilia kwamba okay, safi, jana nilikuwa nimeamka siwezi kufanya kitu chochote, nimejisikia niko overwhelmed, nasikia kukasirika, lakini leo nimeamka, nimetandika kitanda, nimesafisha nyumba. Jambo la kwanza nimetandika kitanda cha kwanza, nimesafisha nyumba cha pili, nimefanya nini sijui, nimechemsha maji cha 3. Vyote hivyo kwa sababu umeweza kuachieve kitu, mwili wako unaachia hormones nzuri, unaachia dopamine, happy hormones tunasema. Kwa hiyo zile hormones zinakufanya uwe excited kuendelea kutafuta kitu kingine kizuri zaidi cha kufanya. Yani kama vile una trick ubongo, kama vile ambavyo waga tunampa mtoto zawadi. Kwa mtoto ukimpa zawadi unaambia ukifaulu mtihani nitakununulia baiskeli. Ukimnunulia baiskeli unaambia ukifaulu mtihani ujao nitakupeleka kutembea sehemu fulani. Ndio unavyo trick ubongo kwenye kipindi kama hiki. Kwa hiyo una celebrate vile vitu vidogo vidogo kwenye zile task zako. Anza na vitu ambavyo ni manyo. Kama wewe ni mtu kwenye mfano mtu kama uko kwenye akademia unafundisha vyuo na nini, anza na vitu ambavyo ni manyo, task ambazo ni rahisi, unaweza kuzifanya usitumie akili nyingi. Kwa sababu unavyozi achieve, ina maana you get the happy hormones, you're tricking your brain to start feeling good, to start feeling that it can actually do something. And then baada ya hapo unaanza sasa taratibu unaenda unaongeza uzito. Yani ni kama vile una-train ubongo wako, unapanda ngazi taratibu kwenda kwenye zile task ngumu. Hatua ya 4, hatua ya 3 tumesema uwe na ratiba. Hatua ya 4, move your body. Hakikisha mwili wako unafanya kitu. Kwa sababu whether ni kutembea, whether ni kustretch, whether ni kucheza kamziki kidogo, whether ni kukimbia, whether ni kwenda gym, chochote ambacho unaweza katika muda huu. Na tembea hata kule ndani ya nyumba yako, tembea hata ndani ya ofisi, tembea ndani ya duka lako. Dakika 10-15 inaweza kuboost akili yako, kuboost mood yako, ukajisikia vizuri zaidi. Sasa vile vipindi ambavyo unajisikia uko overwhelmed, unajisikia kama kupiga kelele, unajisikia kukasirika, utoka nje,
kapate fresh air, tembea dakika 10, rudi ofisini, inakusaidia. So move your body. Kwenye kipindi kama hiki hakikisha kwamba unatembea, unafanya kitu ambacho ufanyisha mazoezi fulani mwili wako. Inasaidia circulation ya damu zaidi kwenda kwenye ubongo, inasaidia kupata happy hormones au zile hormones nzuri, inakusaidia kupata mood nzuri zaidi, kustabilize mood yako. Kitu cha 5 cha muhimu sana ni kuhakikisha kwamba katika kipindi hiki unakula vizuri, unapata balanced diet, unakunywa maji ya kutosha. Ni muhimu sana kwenye kipindi hiki. Na unapopitia kipindi cha stress kama hiki na bado unatakiwa kufanya kazi kwa ufanisi, ni rahisi sana kujisahau, kuskip lunch, usile, kuskip chakula cha usiku au umeskip chakula cha asubuhi kwa sababu uko busy na nini. Lakini hiyo sio sawa. Unahitaji mwili wako ule, unahitaji mwili wako upate maji ya kutosha, unahitaji mwili wako upate mapumziko, kwa sababu unahitaji mwili wako urudi katika hali yake ya kawaida ili ufanisi uwepo. Kumbuka mwili wako umepitia stress kwa kiwango fulani. Unahitaji mwili wako urudi kwenye hali yake ya kawaida ili ufanisi uwepo. Kula balanced diet, chakula chako chenye mlo kamili, pata maji ya kutosha, pata muda wa kupumzika. Sawa? Haya, step ya 6 na ya mwisho, share na watu, connect na watu. Katika kipindi hiki sio muda mzuri sana wa kukaa mwenyewe, kujitenga na kufanya kila kitu mwenyewe. So pata muda wa kusocialize na familia, marafiki, ongea, piga story. Kama unapenda mpira, angalia mpira. Kama unapenda ni mtu wa kanisani, nenda kanisani, nenda msikitini, socialize, talk to people, pigia watu simu, julia watu hali. Inasaidia kwa sababu unapo share whether uko sawa au hauko sawa, inakusaidia kupunguza pressure, kupunguza msongo wa mawazo katika kipindi hiki, na ina improve mood yako. Sasa bonus point kwa hasa watu ambao wako katika mazingira ya ofisi, kwenye kipindi kama hiki ni kipindi ambacho ni muhimu sana kuangalia progress over perfection. Yani kuangalia kwamba watu wanaofanya kitu. Targets zipo ndio, na target katika mwaka huu na vipindi kama hivi zinaweza kufikiwa au zisifikiwe, lakini cha muhimu sana ni kujali afya na kwamba watu wapo kazini, watu wanafanya kazi. Inawezekana working hours zisiwe zile, kwa sababu saa nyingine unaweza ukaforce watu kuja kazini wakakaa hiyo saa 2 asubuhi mpaka saa 10, lakini wakatumia masaa 2 tu kufanya kazi. Masaa yote yaliyobaki wakawa wanatumia umeme na maji ya ofisi, lakini hamna ambayo yuko productive. Kwa hiyo mojawapo ya njia ambazo kama ofisi pia au taasisi inaweza kuchukua ni kufanya flexible hours, kwamba watu wawe na uwezo wa kuingia masaa fulani ambayo wako productive zaidi, na sio lazima kukaa masaa yote. Najua kuna taasisi ambazo zinaweza na taasisi ambazo haziwezi kufanya hivyo, lakini ni flexibility ambayo kama taasisi watu wanaweza wakaconsider ili kuwa na productivity na usipoteze maji na umeme bure unnecessarily. Lakini pia ofisi nyingine wanaweza kutoa uhuru wa watu kufanyia kazi hata nyumbani au kufanyia kazi nje ya ofisi, kwamba mtu awe na uwezo wa kukaa sehemu ambayo anaona mentally yuko more comfortable, yuko more stable kuweza kufanya. Another very important point kwa watu wa productivity, especially kwenye taasisi au companies, au kama wewe ni kiongozi wa timu fulani, ni kwamba katika kipindi hiki sio lazima vitu vyote vifanyike. Prioritize. Chagua mambo ambayo ni ya muhimu, ni lazima yafanyike katika kipindi hiki, katika mwaka huu. Mambo ambayo ni ya lazima kufanyika au steps ambazo ni lazima kufanyika ili kufikia targets zifanyike hizo. Basi prioritize. Yani sio lazima yale mambo yote, zile outings zote ambazo timu inatoka na meetings zote zifanyike. No, only the necessary, kwa sababu katika kipindi hiki kila mtu amechoka, it's the end of the year, lakini pia kwa sababu ya changamoto ambayo sisi kama jamii wote tumepitia
kila mtu ana burnout. So do the necessary, prioritize task ambazo ni za muhimu ili kufikia targets. Ndizo hizo zinaweza kuwa kufanyika. Alafu vitu vingine ambavyo sio vya muhimu sana visifanyike. Ku conserve energy ya watu. Hivyo ndio vitu ambavyo kama taasisi naweza kushauri. Kama kiongozi, huu ni muda muhimu sana wewe kama kiongozi wa taasisi kuangalia watu wako hali yao ikoje. Hatuwezi kusema kwamba kila mtu yuko sawa au kwa sababu tu mtu hajafiwa basi yuko sawa. No, tumepitia wote mental health stress, na kwa hivyo be considerate kwa watu wengine. Cha muhimu sana ambacho pia naweza kushauri wewe ambaye unasikiza leo ni kwamba pole kwa ambacho umepitia, na chukua hatua kuendelea mbele. Steps ndogo ndogo katika kipindi hiki. Chukua steps ndogo ndogo kuweza kurudi kwenye biashara, kuweza kurudi kwenye kazi. Chukua steps ndogo ndogo. Akili yako, that's how you train it. Kuanzia small tasks unaenda unaongeza. Sio rahisi, wote tumepitia changamoto, lakini inabidi tuendelee mbele. Na hii inaweza isiyo ya mwisho kwenye maisha yako. Kama community tumepitia leo, lakini hii inaweza ikatokea siku nyingine kwenye maisha yako, ukawa unapitia pressure na bado unatakiwa kuperform. Steps are the same. Steps are really the same. Cha kwanza, pause. Tambua kwamba mwili wako na akili yako inahitaji utulivu katika kipindi hiki. Kwa hiyo usaidie utulie. Cha pili, prioritize. Ni mambo gani yanatakiwa kufanyika katika kipindi hiki? Yapi yako nje ya uwezo yako? Yapi yako ndani ya uwezo wako? Yaliyoko ndani ya uwezo wako, prioritize, yafanye hatua kwa hatua. Anza na yale ambayo ni marahisi kwenda yale ambayo ni magumu. Step ya 3, hakikisha kwamba kila siku una ratiba ambayo itakuwezesha kujua ninapoamka siku ya kesho nini ninaamka kukifanya. Step ya 4, move your body. Fanya mazoezi madogo ambayo yatakuwezesha kuimprove akili yako na mood yako katika kipindi hiki. Step ya 5 na ya muhimu sana, kula vizuri, kunywa maji ya kutosha, lala. Step ya 6, connect na watu, network. Connect na familia, marafiki. Tuonane katika episode ijayo. Mungu akutunze, Mungu akuhifadhi, na Mungu akusaidie kuvuka katika kipindi hiki. Bye.